Waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara ameripotiwa kuuawa kufuatia shambulio la kushtukiza lililolenga makazi yake ndani ya kambi ya kijeshi ya kati nje kidogo ya mji mkuu wa Bamako. Tukio hilo la kutisha linadaiwa kutokea Aprili 25 mwaka 2026 katika mazingira ambayo bado hayajawekwa wazi kikamilifu na mamlaka za serikali ya Mali. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na vyombo vya habari, shambulio hilo linahusishwa na kundi la Jamaat Nasri al-Islam na ambalo lina uhusiano wa karibu na mtandao wa Al-Qaeda. Inaelezwa kuwa washambuliaji hao waliweza kupenya ulinzi wa kambi hiyo ya kijeshi yenye ulinzi mkali, jambo ambalo linazua maswali makubwa kuhusu uimara wa mifumo ya usalama katika maeneo nyeti ya kijeshi nchini humo. Ripoti za awali zinaashiria kuwa huenda shambulio hilo lilihusisha mbinu za hali ya juu, ikiwemo matumizi ya taarifa za ndani au usaidizi kutoka kwa watu waliokuwa na ufahamu wa miundombinu ya kambi hiyo. Hata hivyo, kuna uthibitisho rasmi uliotolewa kuhusu namna hasa shambulio hilo lilivyotekelezwa, idadi ya washambuliaji au iwapo kulikuwa na mapambano ya moja kwa moja kabla ya tukio hilo. Hadi kufikia sasa, serikali ya Mali haijatoa tamko rasmi kuthibitisha au kukanusha taarifa hizo, hali inayozidisha taharuki miongoni mwa wananchi pamoja na wachambuzi wa masuala ya usalama. Ukimya huu unakuja wakati taifa hilo likikabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama zinazochochewa na makundi yenye silaha, hasa katika maeneo ya kaskazini na katikati mwa nchi ambapo mashambulizi yamekuwa yakiongezeka mara kwa mara. Kifo kinachoripotiwa cha Kamara, kama kitathibitishwa, kitakuwa pigo kubwa kwa uongozi wa kijeshi wa Mali, hasa ikizingatiwa nafasi yake muhimu katika kupanga na kusimamia operesheni za kupambana na ugaidi. Kamara alikuwa mmoja wa washirika wa karibu wa rais wa mpito Assimi Goïta na alichukuliwa kama nguzo muhimu katika mikakati ya kijeshi ya serikali. Tukio hili pia linaweza kusababisha mtikisiko wa kisiasa ndani ya serikali ya mpito, likiwemo swala la nani atakayochukua nafasi hiyo nyeti katika kipindi hiki kigumu. Aidha, linaweza kuongeza presha kwa uongozi wa kijeshi kueleza hatua madhubuti za kuimarisha usalama, hasa katika maeneo muhimu kama kambi za kijeshi na taasisi za serikali. Katika miezi ya hivi karibuni, Mali imekuwa ikishuhudia ongezeko la mashambulizi kutoka kwa makundi ya wanamgambo wa Kiislamu yenye msimamo mkali. Hali hii imeendelea licha ya mabadiliko ya ushirika wa kijeshi, ikiwemo kupungua kwa ushirika wa mataifa ya Maghreb na kuongezeka kwa ushirikiano na vikosi vinavyodaiwa kuhusishwa na Wagner Group. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa tukio hili linaweza kuwa ishara ya kuongezeka kwa uwezo wa makundi ya kigaidi kupenya hadi maeneo yaliyokuwa yakionekana kuwa salama zaidi. Ikiwa taarifa hizi zitathibitishwa, basi itakuwa moja ya mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kulenga viongozi wa juu wa kijeshi nchini Mali katika kipindi cha hivi karibuni. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa Bamako kusubiri kauli rasmi ya serikali, huku hofu ya kuongezeka kwa machafuko ikiendelea kutanda katika taifa hilo lenye historia ndefu ya changamoto za kiusalama katika ukanda wa Sahel. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.